Na mwali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa TRC Mzundu TV and NDC. Leo hii tena tuko ndani ya viunga hivi ya TRC Mkata. Na lengo kubwa lililotuleta hapa kama ambavyo nimekujuza toka jana ni kuhudhuria mafunzo ya utunzaji wa mazingira ikiwa chini ya mradi wa shule bora. Na mafunzo haya kwa kwanza yamehusisha maafisa kutoka halmashauri ya wilaya Handeni, lakini na waratibu elimu kata pamoja na walimu wakuu wa shule mbalimbali zilizoko ndani ya halmashauri ya wilaya ya Handeni. Ni siku ya mwisho leo tunahitimisha mafunzo haya ambayo yamechukua takriban siku mbili, na twende sambamba kwa maana ya kwenda pamoja, twende kwenye vyumba tuweze kuwasikia wawezeshaji ambao wanawezesha kuhusiana na masuala mazima ya utunzaji wa mazingira. Karibu sana, ambatana nami sambamba. Kuchagua eneo linalofaa lenye udongo mzuri na hali ya hewa inayofaa na zile sifa zingine ambazo tunaziweza kuchagua eneo. Kwa hiyo pointi hapo ni kuchagua eneo linalofaa kwa ajili ya uoteshaji wa shamba la miti. Pili, uchaguzi wa aina ya miti unaokusudia kuipanda. Hivi vitu vinakwenda sambamba, kwamba kuchagua eneo lakini pia ujue kwamba unataka kwenda kupanda shamba lako la miti ya aina gani, kama ni mitiki, kama ni miselelea, kama ni mikarambati, kama ni mingongo na kadhalika. Namba 3, matayarisho ya shamba. Matayarisho ya shamba. Hapa tunaona kwamba kwanza kuna kufyeka majani na vichaka, tutamua na visiki. Baada ya hapo tutalima. Kwa hiyo kama utakuwa umeamua visiki itakuwezesha kulima kwa trekta, na kama utakuwa uwezo wako kuamua visiki ni mdogo basi utalima kwa jembe la kawaida. Hii kama shamba lile la kufungua, kama shamba lako tayari ulikuwa ushaliandaa basi hatua hiyo itakuwa haihusiki. Baada ya kuliandaa shamba kwa kumwaga visiki na kulima trekta, tutaenda hatua ya kupima shamba na kuweka alama za uchimbaji wa mashimo. Hapo baada tutakita mambo. Kwa hiyo utaangalia ile miti ambayo unataka kuipanda, kufuata wataalamu watakueleza space zake, nafasi ni zipi. Baada hapo utalipima shamba lako lote kwa kuweka alama, kukita miti kwa kila shimo unataka kuchimba. Baada hapo chimba mashimo kitaalamu kwa vipimo. Kwa hiyo utaangalia kama utachimba kwa sentimita 30, basi utachimba kwa sentimita 30. Wakati huo shamba lako ushakita mambo mzima, ushajua kwamba shamba langu linatengea miche labda miche 4000 au miche 5000 kutokana na ile miti uliochimba. Baada hapo mnachimba mashimo. Kwa sasa kuna vifaa vya kuchimbia mashimo, lakini kama utakosa basi unaweza kutumia nyenzo za kawaida, majembe na masururu, ukachimba mashimo. Baada ya kuchimba mashimo utabidi tuweke mbolea ya samadi ya mboni. Mwezeshaji ametuambia ni vizuri kutafuta mbolea ile ya iliyoiva kabisa, sio ile mbolea ambayo ni mbichi ambayo itakuwa ina joto kali. Tutaweka mbolea kwenye mashimo yetu. Baada ya kuweka kwenye mashimo yetu tutavuta muda kidogo kusubiria kipindi mwafaka cha mvua. Kwa hiyo tuna mvua ikianza tunaanza hatua ya upandaji wa miti. Kwa hiyo kumbuka una kitabu chako cha miti, sio kila mche pale utataka kuupanda. Tukasema chagua miche bora. Kwa hiyo tunachukua miche bora kwa ajili ya kupanda, kisha panda miche kipindi cha mvua. Lakini tukasema tena upanda mche mmoja kwa shimo moja. Usio ukapanda miche zaidi ya mmoja. Kwa hatua ya 5 ni ya utunzaji wa miti. Tunasema hapa kupalilia mara kwa mara ili kuondoa magugu shambani, kupogolea miche ili iweze kukua kwa kunyooka. Kulima barabara kuzunguka shamba lote, yani fire roads. Hii kama umepakana na vichaka ukilima ile barabara, kama moto unatoka upande mwingine unazuia ule moto usiingie kwenye shamba lako. Lakini pili, kuweka mabango ya tahadhari na taarifa za shamba. Sio mbaya utaweka kibango chako pale ili kesho msukuta mtu akichoma moto kwa bahati mbaya iwe rahisi kumshika, kwa sababu tayari ushaoni pale kwamba hatupaswi kuchoma moto. Lakini pia kuweka kumbukumbu za shamba lako pale, kujua aina ya miti, tarehe uliyopanda na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri kaliweka pale. Hatua ya 6 ni ufuatiliaji na ukuaji wa miti. Pima ukuaji wa miti, urefu na unene mara kwa mara. Hapa sasa ni yale mazingira kwa kujua maendeleo ya mti wako. Wataalamu washakwambia mche wa muda huu unaweza kufikia hatua hii. Sasa unakwenda unagundua mche mboni kama hujafikia hatua hii, maana kuna udumavu unaweza kawa kwenye ile miti yako. Ukaangalia kama unaweza mazingira kuboresha mbolea au na vitu vingine. Lakini fanya ukaguzi wa afya ya miti na kurekebisha matatizo pale inapohitajika.
Hapo sasa wakati unafanya hivyo unaendelea maendeleo. Sio tena kwa sababu unafanya unaondoka zako shamba ulitembelee. Mwisho wa siku utakuta baadhi ya miti imekufa au kuna mtu au kuna nini, lazima tufanye ufuatiliaji wa mara kwa mara. Mwisho uvunaji wa mazao. Sisi shamba letu la miti, kwa miti ambao huvunwa baada ya miaka 5 hadi miaka 20. Inategemea na mti gani ambao ulioweka hapo shambani kwako. Lakini miti ya matunda huvunwa baada ya miaka 2 hadi 5. Hii sasa tuvuni miti, tunavuna nini? Mazao ambayo yanapatikana pale kwenye matunda. Lakini ya kwanza tunavuna miti yenyewe kwa sababu tunataka tupate mbao kwa ajili ya matumizi mengine. Asante sana kwa kusikiliza na kuwasilisha. Vitabu hivi pia huitwa vitabu vya kuhamahama. Yaani kwa maana kama shamba liko hapa tunakianzishia hapa, tukipanda kesho tunapeleka tena site nyingine. Lakini kuna vitabu vya kudumu. Vitabu vya aina hii vinatumika kwa uzalishaji wa idadi kubwa ya miche na vinahitaji uangalizi mkubwa. Vitabu vya aina hii vinaweza kuwa mbali na eneo la shamba linalotarajiwa kupandwa au karibu na eneo hilo. Vitabu hivi vinatarajiwa kuotesha miche kwa muda mrefu zaidi ya miaka 5. Halikadhalika vitabu hivi hutengenezwa kwa vifaa vya kudumu kwa muda mrefu. Pia wafanyakazi wasimamizi wanaweza kuishi karibu na vitabu hivi. Vitabu vya kudumu huwepo kwa misimu yote na mara nyingi huzungushiwa uzio kwa ajili ya kukinga pepo na wanyama. Inakuwa ni eneo la kudumu kwa ajili ya kuchanganyia udongo wa kisasa. Yaani hii ni kama ofisi maalum ya kuoteshea miche, si ndio? Inaandaliwa kwa muda mrefu. Tutapima eneo, tutaweka uzio, kwa maana tunajua kila siku tukihitaji miche tutakuja kuitengenezea hapa. Sawa? Kwa hiyo tukikuta huyu aliandaa hivi, eneo likawa hivi na kutoka mche hadi mche na meta 8 hadi 10, kutoka shimo, kutoka mstari hadi nerana. Lakini kama ni wale waliopanda miche ya mbao, sio? Tunapima meta 3 kutoka shimo hadi shimo katika eneo lote. Nerana vizuri. Na ukubwa wa shimo kama ni wale wa mbao, angalau liwe futi 1 kwenda futi 1 kwenda chini na upana futi. Lakini kwa hawa maembe tunahitaji liwe futi 2 upana na futi 2 nini? Naenda pamoja. Kwa tunapima yale maeneo ya kwenda kuweka yale mashimo na baadaye tunachimba hayo mashimo kwa ukubwa huo niliosema. Baada ya hapo, wakati tunachimba mashimo tunakuwa na mbolea yetu ile ya boma, sio? TRC Mzundu TV, hakika ni kisima cha maarifa. 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 Nikiripoti kutoka viunga hivi vya TRC Mkata, iliyoko kata ya Mkata, halmashauri ya wilaya Handeni, mimi Nchisco wa TRC Mzundu TV, Handeni DC.